Je, unadhani kitendo cha kuandikia FIFA barua kwamba hali ya ugaidi iko ni sawa ama si sawa? Je, tunaichafua taifa letu ama adui yako achagui silaha? Hapa ndo inapokuja ile kauli ya kijana fulani aliyesema ukimwona mtu ni kama anakosoa sana maovu na mabaya ya utawala wa damu, ila hawamteki, haingii kwenye misukosuko, jua huyo sio mwenzenu. Jua huyo kama ni profesa, basi ni profesa wa uchawa. Na hili jina huyo kijana kama anaitwa Yuda sijui, basi ni uprofesa wa usaliti. Niulize swali, kinachochafua nchi ni nini? Nchi ni nini? Mimi ninachojua, nchi ni maisha ya watu. Yule ambaye anamwaga damu za watu, yule ambaye anaumiza miili ya watu, anatesa fahamu za watu kwa kuwaweka magerezani pasipo na hatia, huyo ndo anayochafua nchi. Nchi ni watu. Ile hali ya miili kudhikika, fahamu kudhikika, kutaabika, damu kumwagika, hicho ndo kinachochafua nchi. Kweli huyu kijana tuseme hajui nchi ni nini? Kuchafua nchi ni nini? Kuna maana gani ya watu wawaone kwamba nyie nchi iko salama, lakini ndani fahamu zimechafuka, ndani mnachinjana, ndani mnauana? Ni uzalendo gani wa kishetani huo? Mimi ninachojua uzalendo ni mtu aliye na uwezo wa kufikisha taarifa mahali, kuambia yameshindwa kuokoa wenzake wakati wanauawa, wanateswa, wanachinjwa, wanaumizwa, anakimbia huku na kule kwenda kuambia watu wengine, majirani, ndugu, jamani kule tuna shida. Mimi naamini huo ndo uzalendo. Anyway, huyu kijana kachukua kasehemu fulani kahecha alikokuwa anazungumzia kuhusiana na serikali ya damu kuchafua nchi na wanaolia kuwabambikizia kesi kwamba ndio wanaochafua nchi. Kachukua kadogo, mimi nakuwekea kwa urefu kidogo, alafu msikie maneno yake kwa ujumla, mwisho nifafanue jambo fulani kuhusiana na uzalendo. Namtumia huyo kijana kuwa mfano wa wote ambao wanasemaga unajua, mnaposhangilia tukinyimwa misaada mnaonyesha sio wazalendo, mnaposhangilia watawala wetu kama watafungiwa wasiende nchi zingine sio wazalendo, mnaposhangilia na kutafuta kwamba AFCON isije, maendeleo tutayakosa. We nyoka, shetani kabisa wewe. Hakuna maendeleo yenye maana wakati kuna watu wanalia. Hakuna maendeleo yenye maana kuna watu wanaozea jela pasipo na hatia. We nyoka kabisa wewe. Maendeleo ni kile kinachosababisha watu wanaishi kwa raha, kwa furaha, kwa haki. Ndio maendeleo namba moja, hata kama wanakula mchicha. Biblia katika Mithali 15 mstari wa 17 inasema, chakula cha mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Lakini pia katika Mhubiri sura 4 mstari wa 13 inasema, heri kijana masikini mwenye hekima anayeamua mambo sawasawa vizuri kuliko mfalme mzee tajiri mwenye kila kitu lakini mpumbavu anayeamua mambo hovyo hovyo. Unawezaje kusema maendeleo tuna maendeleo wakati kuendelea ni usalama wa watu, ni raha ya watu, ni haki kwenye jamii? Ndio maendeleo, hata kama hamna chochote. Hebu msikilize huyo kijana, msikilize, alafu nimtumie tu kama shamba darasa. Mnaita wawekezaji waje kuwekeza Tanzania. Nani anaenda kuwekeza kwenye nchi ambayo serikali inasema tuna magaidi 51? Mnajenga viwanja vya mpira, mnaita watu kwenye AFCON Tanzania. Nani anaenda kwenye nchi ambayo kuna ugaidi? Mmeshawahi kuona mipira inaenda kuchezwa Afghanistan?
Iraki. Mmeshawahi kuona hivyo vitu? Kwa sababu nani atakwenda kwenye kiwanja akakae kwa amani, kiwanja ambacho kina watu 30,000-40,000 wakati hiyo nchi ina ugaidi? Nani anaweza kufanya vitu vya hivyo? Kwa kitendo cha hawa watu kutangaza kwamba nchi yetu ina ugaidi wakati wanajua ni uongo, ni vitendo vya hatari vinavyochafua nchi yetu, na baadaye sisi tukisema wanasema kwamba sisi tunachafua nchi. Sasa nataka niwaambie, tutaandika barua za kueleza mambo haya kwenye jumuiya zote za kimataifa. Tutaandikia FIFA kwamba serikali inatangaza kwamba kuna ugaidi nchi hii. Tutaiandikia CAF kwamba hii serikali ya Samia inatangaza kuna ugaidi. Kwa hiyo rethink kuhusu hili jambo, kwa sababu kama kuna ugaidi, mnaletaje watu kwenye nchi hiyo ambayo serikali yenyewe inasema kuna ugaidi? Na sisi wasiseme tunachafua, sisi tunaeleza kile ambacho wao wameshakisema. Na ameniambia tupeleke moto. Sasa kama bosi mmoja amesema tupeleke moto, nyie mnasemaje? Sisi ni kupeleka moto tu. Je, unadhani kitendo cha kuandikia FIFA barua kwamba hali ya ugaidi iko ni sawa ama si sawa? Je, tunaichafua taifa letu ama adui yako achagui silaha? Kwamba kama tuna uadui, kwa hiyo hakuna kuchagua silaha, kila mtu anajitetea kinamna yake. Unadhani ni sawa kuandikia FIFA barua kwamba kuna magaidi tumewakamata? Au ndo fire by fire, ni kupeleka moto tu? Weka comment yako hapo tupate tuone maoni ya wananchi wanasemaje. Wanadamu bwana, wanadamu na mambo mengi bwana. Yaani kila unachokipenda unaamua kukibatiza jina zuri hata kama ni kibaya. Kweli tafsiri ya uzalendo ni kuficha uhalisia wa ubaya mnaotendeana. Uzalendo kwa tafsiri kabisa iliyokuwa imaanisha ni kwa namna gani unaweza ukasababisha mambo mema na kutotoa siri za mambo mema na faida ya nchi yako, kwa namna ambayo pengine unajua watakapojua wengine watachukua teknolojia hiyo, watachukua hatua hiyo, alafu wataitumia hatua hiyo kuja kuwanyanyasa baadaye, kuja kuwatawala, kuwaumiza baadaye. Uzalendo sio kuficha anachotendewa ndugu yako, anachofanyiwa ndugu yako. Uzalendo si swala la wewe kuendelea na mambo yako, kuendelea na muziki, kuendelea na mpira wakati kuna watu wanalia, nyie mnashangilia ili kufanya hapana tatizo kwenye hiyo nchi. Huo ni ushetani. Huo ni ushetani. Huyu kijana anaitwa Profesa Yuda. Majina wakati mwingine yanawakilisha jambo fulani gumu sana la mtu. Na hisi jina ni kama ni Yuda. Na kama ni kweli, basi huyu itakuwa tu ni profesa wa wasaliti, wa usaliti, wa uchawa kabisa. Hata Yuda unayemsoma kwenye Biblia, Yuda hakuwa mbaya, ndio maana alikuwa anatunza pesa. Unajua alikuwa tu ni mtu genius. Alikuwa ni mtu tu fulani ambaye ana akili inayoonekana Yesu anahitaji sana. Wakati mwingine ukiona hao watu tunaowapa nafasi makanisani ni watu ambao wakati mwingine wameonyesha jambo fulani la maana, na unatamani umuonyeshe kwamba nimethamini akili hiyo unayoionyesha. Tulia sasa, hebu simamia na kitengo hiki kiwe kinaendana kiasi na moyo ulionao. Lakini mara nyingi watu aina hii hutuangusha. Huanza kutumia kile kibali, ile heshima, zile pongezi kwa ajili ya kujitafutia umaarufu ama faida yake mwenyewe. Ndio huyu kijana ambaye sasa namita profesa huyo, ila mimi ninajuaga tu vijana wanaonekana wanakosoa CCM hawateki, CCM hawaui. Hawa najuaga
ni wale ambao unaweza ukamsogelea ukajua ni mko pamoja kwenye jambo la kupinga maovu, kumbe yuko pamoja na wale ili akujue nyendo zako zote na kuja kumaliza kwa njia rahisi sana. Kwa sababu yani CCM kwa mauaji yote hayo hawachafui nchi. CCM kwa kuwatesa, kuwaumiza, wanaumiza maelfu ya watu wangapi? Si unapomweka mtu jela kwa kumwonea na familia inayomtegemea, ana watu wanaompenda, watu wote, au unaumiza mioyo yao unapomtesa mtu wao. Unawezaje kusema nchi haijachafuka wakati mioyo ya watu imechafuka? Hata nyie ambao mnasemaga maendeleo nchi, unapotunyima misaada ni kwa ajili ya watu nchi tutapata shida. Hakunaga misaada ambayo tunapewa kwa ajili ya watu na inaenda kwa walengwa, inaishia kwa hawa wahuni hawa. Haya, tukifungiwa kwenda Marekani, si kwenda Ulaya na kwingine kokote, sisi kama mimi, mtoto wangu wameua, mzazi wangu wameua, mabinti zangu wa karibu wameua, nitapeleka nini Ulaya? Nitapeleka nini? Kama ni kwenda Ulaya, mi kuna kazi gani? Kunaenda kunifaidia nini wakati damu zangu, damu za watu wangu ziko chini? Mi Ulaya nitaenda kufanya nini? Wanaoenda Ulaya kwa sehemu kubwa ni hawa wanaoshirikiana na hawa Marekani humo na hawa. Na zaidi ya yote Marekani ililenga pengine kama ingekuwa serious, lakini kwa vyote vile inawezekana tu kabisa kuna vipande vya dhahabu vilisukumizwa kule na vipande hivi vya hiki na kile na kile. Marekani shida yao pengine ilishaisha, maana naona huku wana kiburi. Lakini ingekuwa tu serikali ya Marekani iko serious kweli, ikawazuilia wasiende kule, tusipate misaada Ulaya, wawazuilie wao na watoto wao wasiende kule. Wewe uone kwamba hiyo ilikuwa njia rahisi ya hawa kufika mahali kwamba jamani, njooni tuwatendee haki, acha tuwajibike katika makosa na mabaya tuliyowafanyia. Ingetuletea hasara gani sisi? Hatuna cha kupeleka Marekani, hatuna wa kumpeleka, hatuna cha kufurahia hata tukienda huko. Wanaopeleka habari huku na kule kuonyesha kuna sehemu Tanzania tunaonewa, Tanzania tunachinjwa, Tanzania tunateswa, hao ndo wazalendo. Uzalendo ni kupigania jambo jema. Unaposhindwa, tafuta msaada kwa watu wengine wanaoweza kukusaidia. Mimi tu naambia ni sehemu kubwa mnaoona wanakosoa kana kwamba kisomi zalendo. CCM hawateki, hawawaui. Huyo ni profesa wa uchawa tu, profesa wa uyuda wa usaliti tu, lakini si swala la kwamba si kuna uzalendo wote. Unafikiri huyo kijana kabisa hana akili ya kujua alichokuwa naongea pale nini? Pale alikuwa anawafurahisha mabwana zake. Pale kulikuwa na ulaji fulani na utengenezea kwa mnaona ninavyopiga maeneo ambayo yana faida sana kwenu wauaji, lakini kesho mtaniona tena nitakosoa mahali kwa ukali. Kijana huyu kweli asijua alichokuwa naongea kilikuwa ni cha kishetani kiasi gani? Hamna. Machawa wazuri, wasaliti wazuri ni wenye akili nzuri, na mara nyingi ni wale ambao wamepata heshima na thamani kwenye maisha ya wengi. Nasema nasambaza vitabu, kwa vitu vya nasambaza vitabu tu vya kuja kukufanya na wewe profesa wa uchawa, vitabu vya kuja kukufanya uwe profesa wa usaliti. Vitabu gani visivyoweza kukuelimisha? Hata kama unaona anasambaza kitabu cha mtu fulani mzalendo kweli kweli, ni janja tu. Hawa vijana kama wanatakiwa kuwakataa, anapofanya zuri mkatae, fanya baya ama usipomkataa unaonekana tu kabisa unamkubalia kwenye kaeneo fulani, ukiwa unamjua ni nyoka.
Anyway, asante na hongera kwa kunisikiliza.